Penye niliwekwa kwa hiyo gari nilipeleka mpaka Kikuyu. Na hiyo mwaka wa 1996 ama mwaka wa 90s, hawa askari ambao walikuwa hawapo wanavaa uniform walikuwa wanaitwa aje? CID. Okay. Uliweza kujua aje penye mlipelekwa ni Kikuyu Police Station? Niliona maandishi. Uliona kumeandikwa Kikuyu Police Station? Vile ulifika Kikuyu Police Station ndio ulifahamu kwamba umeshikwa? Ndio, wakati niliona tumefika na nikaingizwa kwa cell. Uliingizwa kwa cell? Mlikuwa watu wangapi ambao mliingizwa kwa cell hiyo siku? Tulikuwa watu wengi juu hiyo gari ilikuwa imejaa. Ilikuwa imejaa? Katika hiyo gari kuna mtu wote, katika hiyo gari vile mlishikwa kuna mtu wote ambao ulikuwa unafahamu? Ndio. Nani? Lucy Nyanjau. Lucy Nyanjau. Na mwingine aliaga. Vile mlifikishwa kwa cell, mliweza kuelezwa ni nini imefanya mshikwe? Hata tu kuandikiwa kwa OB, tuliingizwa tu kwa cell na kukaa muda kidogo tena tukatolewa. Nikapelekwa ofisi ya DCI. Hiyo ofisi ya DCI ilikuwa wapi na ulijua aje ni ofisi ya DCI? Ndio, ilikuwa na maandishi kwa mlango. Sasa kufika huko ni kukalishwa chini. Naulizwa tunataka bunduki na utoe waizi wenye unajua. Nikaambia mimi sijui. Sasa hapo vita ndio ilianza. Hiyo tu wakati tulifika ni kuulizwa bunduki na waizi na kuanza kutandikwa. Ulikuwa mnatandikwa kwa njia gani? Ulikuwa unatandikwa kwa njia gani wewe? Mimi nilitandikwa kwa njia, nilikuwa ninakalishwa chini. Watu wanne pande hii, watu wanne pande hii, wako na mti kama hii ya jembe imekatakatwa turungu twa saisi hii. Mmoja anakugonga huku. Urefu inatoshana aje hiyo mti? Hivi. Inatoshana aje urefu? Hivi. Na width yake unono inatoshana aje? Si nono sana. Okay. Unatandikwa na watu wa 8 na wanapiga joint. Hakuna pali pengine. Kutandikwa, nikatandikwa. Tena nikarudishwa kwa cell. Hiyo ilikuwa the same day ama hiyo siku nyingine? Hiyo ilikuwa Monday. Hiyo tulifika tu hiyo masaa. Nikaenda nikakaa kitu tena karibu saa 9 tena nikarudishwa. Ukarudishwa wapi? Kwa ile nikarudishwa hiyo masaa penye nilitandikwa, nikarudishwa kwa cell tena kitu saa 9 ya mchana tena nikarudishwa huko kwa ofisi ya DCI.
Endelea. Sasa kesho yake tena nikakuja tena nikatolewa kwa sel. Masaa ya sijui ni masaa ngapi juu sasa nikiwa kwa sel huwezi ukajua masaa. Nilipigwa tu safari mbili hata hiyo Tuesday. Ulipigwa mara mbili? Tuesday. Na hiyo Tuesday, hiyo siku ya pili ulikuwa unapigwa aje? Vile tu penye walikuwa wananipiga tu wakiwa watu 8. Ni tu joint, hakuna pali pengine. Endelea. Pia Thursday tu hivyo. Nini Wednesday pia. Mara mbili tu. Na kurudishwa tu kwa sel. Endelea. Thursday walikuja tena wakanitoa. Wakanitandika. Hiyo siku ndio nilitandikwa ile sijaiona. Juu venye niligongo hii magoti ikakaa kama imekaa kando. Kuna ni askari mmoja alikuwa anaitwa Kamudia. Akasema huyo mtoto asigongo tena, hajui chochote. Sasa hata siku hiyo Thursday Pole pole kwa sababu mahakama inaandika. Na hiyo ndio naambia ni bebe Lucy. Lucy ni mkubwa kuniliko. Anatoshana aje? Alikuwa mkubwa kuniliko. Ninaanguka. Tena natandikwa. Najaribu kumbeba nashindwa. Sasa venye naanguka natandikwa akiwa kwa tumeanguka na yeye. Na nashindwa na kumbeba. Juu ni mzito kuniliko. Alafu sasa nikiamka nikabebwa nikapelekwa kwa sel. Juu sasa unajua nimeumia koti. Nimeumia kabisa. sasa umeumia magoti? Moja. Sasa Friday si kupigwa yani mchana yote. Sasa jioni ndio nilikujiwa Friday. Tukiwa na huyu msichana alikuwa anaitwa Lucy. Giza ikiingia. Tukaekwa kwa gari. Tukiwa wawili. Nilikuwa nadhania ati tumewachiliwa. Juu tuliwekwa kwa gari. Venye tulipelekwa, tulienda tukaingizwa kwa room. Mimi nikaingizwa moja, mwingine sijui aliingizwa wapi. Mimi niliingizwa kwa room moja tukiwa watatu. Sasa mimi tuko 4, na huyo mwingine amebebwa na watatu. Ndio akatuambia sasa kama hamtatoa wakora ama bunduki ndio siku yenu ya mwisho. Nikamwambia mimi sijui hiyo habari yote. Sasa mmoja watatu. Na hii room ni mlikuwa bado police station ama mlikuwa mmepelekwa? Venye tuliwekwa kwa gari, unajua gari kienda ni usiku, hujui ni wapi mnaenda. Na ni usiku. Sasa venye tuliingia kwa room wakaniambia utoe hizo vitu, useme wakora ama useme bunduki pahali iko.
Na hawa watu walikuwa wanakupeleka kwa hiyo room usiku ni wale wenye walikuwa Wenye, wamewashika ama ni watu wengine tofauti? Hapana, ni wale tu. Okay. Endelea. Nikamwambia mi sijui. Mmoja akanishikia hapa, yani ameinua nguo hapa, hata niko na kirema. Akaniambia utoe manguo. Nikamwambia za nini manguo? Leo ndio siku yako ya mwisho. Sasa ndio nikaambia utoe manguo. Tulisumbuana na nikatolewa, manguo ilitoka yenyewe. Sasa nilikuta ameniangusha na amenilalia. Ni askari alikuwa anakuangusha na anakulalia na anakuambia utoe nguo ama ni nani? Ni askari. Venye tulisumbuana alinirape. Na sio yeye peke yake. Hata juu sikuwa nilifahamu, bado si nilikuwa naona venye wananifanyia. Sasa wa pili pia akanirukia pia. So afisa wa kwanza alikubaka, alafu pia wa pili pia afisa mwingine akakuja pia akakubaka. Sasa watatu ndio nilitupa fahamu. Afisa watatu walikuja tena akakubaka. Baada ya kubakwa na afisa watatu ndio ukapoteza fahamu. Nilijikuta kwa cell sasa. Ulijikuta kwa cell wapi? Tu Kikuyu. Endelea. Haya, tukalala hiyo Friday. On Saturday tukaitwa nilikuta tumefika kwa nimejisikia, nikakuta ule tulikuwa tumebebwa na yeye ako huko. Na tukaambia mkijaribu kuongea tu pale kwa kitambo wajaanza, ukijaribu kuongea ujue ni kukufa, tutawamaliza. Na hata mtu akigonjeka msijaribu kuenda hospitali, na mkiripoti pahali popote mjue mnaenda kupata tu serikali. Sasa Saturday tukaitwa kitu niseme ni kama saa 4 tukiwa tu na ule msichana. Tukaambiwa na mtoke na kila mtu vitu zake. Tukatoka. So uliachiliwa hiyo Saturday? Nikapelekwa tu pale kwa ofisi ya DCI. Na tumeambiwa tutoke na kila mtu vitu zake. Kwenda kwa DCI tukaambiwa sasa nyinyi muende kwenyu, na mkienda kuongea hizo vitu ama muende kwa hospitali mjue bado tutawafuatilia.
Sasa venye tulitoka mimi tulienda tu tukaenda nyumbani. Mi kufika nyumbani nikaona siwezi kaa hivyo, na venye nimefanyiwa hapo farm. Sema vile umefanyiwa unamaanisha nini? Nimerepiwa. Si kukaa hivyo. Nikaenda hospitali, kulikuwa na ka private hapo pharmacy. Nikaenda nikaelezea huyo daktari. Nikamwelezea, nikamwambia mimi hata sitaki kujulikana nimekuja wapi. Mimi nataka tu nitibu, tu nimerepiwa na nataka tu nisaidie. Unaweza nisaidia aje? Akaniambia nitakupea madawa ya kukusafisha na madawa ya kukunywa. Juu nilikuwa na maumivu. Ndio akanitibu. Na nikamwambia sitaki karatasi yote. Kwa nini ulikuwa unakataa karatasi baada ya kutibiwa? Juu nilikanywa. Uliweza kujua majina ya hawa askari 8 ambao walikuwa wanakuchapa? Uliweza kujua majina yao yote? Majina yote juu. Sasa unajua tukiwa huko ukisikia naitwa sasa unaweza shika hivyo. Okay. Juu sasa mwenye alisema nisichapwe tena na alikuwa amenichapa nikamudi. Uliweza kufahamu majina ya hao askari wengine? Hapana, na nani na Wekesa sikujua wengine. Uliweza kufahamu majina ya wale askari ambao walikubaka? Hapana. Unajua alikuwa na bosori. Hizi kofia inafunika mpaka macho. Kofia zenye zinafunika macho. Walikuwa wamezivaa wakikubaka? Hata wakati walipanda kwa gari ndio walivaa hizo kofia. Lakini wakati walikuwa nakubaka walikuwa wametoa kofia? Hapana. Lakini wenye walikuwa nakubaka ni askari ambao walikushika? Na wenye walinitoa kwa station. Ni hao walikutoa kwa station? Na walikutoa kwa station kwa gari ya polisi? Hiyo tu ya green. Okay. Na umedhibitisha kwamba wakikubaka hawakuwa hawakutoa. Hawakuwa wamejifunika? Walikuwa tu na kofia. Hawakutoa. Hawakutoa.